Je, umewahi kujiuliza kwa nini baadhi ya wanafunzi wanamaliza chuo na kupata mafanikio makubwa huku wengine wakitoka na cheti tu? Na je, inawezekana kwamba utajiri hauanzi kwenye akaunti ya benki bali inaanzia kwenye mazingira unayoishi kila siku? Leo nitakuonyesha kwa nini watu wengi wanaona Udemy na Musti kuwa sehemu zenye fursa nyingi za kujifunza, kujenga mtandao wa watu na kujiandaa kwa maisha ya baadaye. Karibu Lubundazi Insight. Mimi ni Amos Lubundazi. Kama unapenda maudhui yanayokufungua akili, bonyeza subscribe na washa kengele ili kuwa mtu wa kwanza kupata video zetu kila tunapo upload. Watu wengi wakisikia neno utajiri wanafikiria pesa. Lakini utajiri una sura nyingi. Kuna utajiri wa maarifa, kuna utajiri wa mahusiano, kuna utajiri wa fursa, na kuna utajiri wa uwezo wa kutatua matatizo. Vyuo vikuu vinaweza kuwa sehemu ya kujenga aina hizi za utajiri. Kwa mfano, Udemy ni miongoni mwa vyuo bora vikubwa Tanzania, chenye wanafunzi kutoka sehemu mbalimbali za nchi. Hilo linaweza kukupatia fursa na nafasi ya kujenga mtandao mpana wa marafiki na washirika wa baadaye. Kwa upande wa Musti, wanafunzi wengi hujifunza katika mazingira yanayowasisitiza taaluma zao na kujenga ujuzi unaoweza kuwasaidia katika soko la ajira na kujiajiri. Lakini kuna jambo moja ambalo watu wengi hawalijui. Hakuna chuo kinachoweza kukutajirisha na kufanya uwe tajiri moja kwa moja. Kinachoweza kukutajirisha ni namna unavyotumia muda wako ukiwa chuoni. Hebu fikiria wanafunzi wawili. Wote wamejifunza siku moja. Wanasoma kozi moja. Mmoja anaingia darasani, anatoka na kurudi hostel. Mwingine anasoma, anahudhuria semina, anajifunza ujuzi wa kidijitali, anaanzisha YouTube, anajenga mtandao wa watu na kujaribu biashara ndogo. Baada ya miaka minne, nani ana nafasi kubwa zaidi ya kufanikiwa? Tofauti si chuo. Tofauti ni maamuzi. Warren Buffett aliwahi kusisitiza kuwa uwekezaji bora ni ule unaoufanya kwako mwenyewe kupitia kujifunza na kukuza ujuzi. Na hilo linaanza ukiwa chuoni. Kama uko Udemy, Musti au chuo kingine chochote, jiulize kila siku, leo nimeongeza thamani gani kwenye maisha yangu? Usisubiri kuajiriwa ndipo uanze kufikiri kuhusu mafanikio. Anza leo. Jifunze ujuzi unaohitajika. Jenga mahusiano mazuri. Heshimu muda. Na tumia kila fursa inayopatikana. Mwisho wa siku, utajiri wa kweli hauanzi na pesa. Unaanza na akili. Unaanza na nidhamu. Unaanza na maamuzi unayofanya kila siku. Asante kwa kutazama. Mimi ni Amos Lubundazi na hii ni Lubundazi Insight. Kama umejifunza jambo, andika kwenye comment. Utajiri huanza na akili. Usisahau kusubscribe, kugonga like na kushiriki video hii ili iwafikie wengine. Tukutane kwenye video ijayo.